Hi Kenyans, hi everyone, it's me again, I'm back. Anyway, ati ma MPs wanajiongezea mishahara. Mimi nilistuka. I had this woman, she's from Luo, she's an ODM big woman something, those ones, the officials. Nilimsikia akipatiana interview, akasema ati ma MPs wamechoka kukaa na umaskini na maisha ya ufukara. They are broke. Mungu wangu. That is an insult to Kenyans. That is an insult to every Kenyan, ordinary Kenyan waking up, trying to survive every single day. That is an insult to Mama Waboga. Either this is an insult to everybody other than them. Wanashinda kusema Kenya is for all of us. Mimi nilisema waachage kushinda kusema ati Kenya is for all of us. Kenya iko na wenyewe jameni. Kenya iko na wenyewe na tunajua hivyo. The only time is for all of us, and they include us in all of us. Ni saa zile wanakuja kuuliza votes. There is no other time is for everybody. And even then, they come and give you 1,000. Unashinda ukiwafuata huko Mirorongo sijui wapi ukifuatana nao. Unapewa 1,000. Ukichukua hiyo 1,000, hiyo leso, hiyo t-shirt, hiyo kofia wanapatia ranga huko. Umeinvest kuprint. They have bought you for the next 5 years. Wakienda hiyo 5 years wataka kujiongezea mishahara, wanajiongezea. They are the ones who are passing the law. And the most ridiculous of all is they pass the law for themselves, for their own benefits. Some of these individuals have no shame. Wanakuja wanasema nje ya parliament kuongea ati na press. Guy. Anasema those the way they voted and say I and no. I don't know what that bullshit is all about. Mmoja anasimama anasema yeye alikuwa hataki wajiongezea mshahara lakini the majorities have voted. What can he do? These people are taking Kenyans for idiots. These people are taking Kenyans for fools. Nobody is accountable for nothing. Kazi yao ni wizi kujiongezea mishahara. Me, I'm so tired of this craziness. I don't know what's gonna happen. But this is not good. This is not good for anybody. This is not good for nothing. Watoto wetu wamejaa home na madegree zao. Alafu mtoto anaenda kuuliza kazi. Anaulizwa ati work experience. Work experience atatoa wapi? Atatoa wapi work experience jamani? Mtoto ametoka university, amekaa home mwaka mzima bila kazi. Akaanza kufanya vibarua huko home kama vijana wale hata hawakuenda hata anywhere. Wale walikuwa wanasoma nao primary sasa ndio wanafanya vibarua nao. Malons ndio hizo. Familia iliuza ng'ombe, ingine ikauza nini, wengine wakakata shamba mtoto asome. Mtoto ni firstborn kwa hiyo nyumba, ni yeye tu. Wale wengine wako shule. Wote wamemwangalia juu hivi, they had hope. All hopes are gone. Haezi pata kazi. Shit, work experience. Mimi mambo zingine, this can only happen in Kenya. Whereas other countries, kids start working at 16, 17, they go to school. Before they go to school, some of them do the paper runs. Others, after they come from school, they work in the kitchen in a little restaurant, anywhere, little jobs anywhere. So they start earning early. Those ones can write at least work experience, where they've worked since they were 16, since they were in high school, since they were in sixth form, since they were in uni. At least they have a little, they can say a little journey. Mtoto wa Kenya na hata wakiwa shule hawapatiwi hata kazi ya part time, apart from the ones from the rich families whose the fathers have companies, or the uncles have this, or the grandmother has this.
watoto wetu wa vijiji watapatiwa work experience na nani? This joke has to stop. I hope the new education whatever was there CS anakaa ni kama mtu anaelewa masomo, na ni mtu ametoka very poor background, so hopefully he's going to change all this nonsense ya watoto kuamkanga saa 10 wakienda shule. Saa 10 mtoto aliamka, wengine saa 9, of course counting the traffic jam, counting everything, and that's just an ordinary family. Watu watakaa kwa jam 2 hours. That's guaranteed in most places in Nairobi and everywhere else. Mostly in Nairobi. Mtoto aliamka sijui saa ngapi. Wengine jukwaa hata si mambo ya traffic. Mtoto ni wa kijiji. Shule iko kilomita sijui ngapi. I've seen them with their bags and they carry all the books. Unaweza fikiria mtoto anaenda kufanya PhD. Na mtoto wako like 6 years, 7 years. Bag, amebeba bag na anaenda like I don't know how many 1 kilometer. Guy, hopefully this system is going to change. Kids go to school in normal time. Sasa huyo mtoto aliamka saa 10, atembee 1 kilometer na vitabu za kilo 4. Akifika class ataweza kweli kusoma ama ni kuchoka tu na kulala? There is no hope. I tell you, hopefully this guy do something. Hii imeshinda dunia. Aki. Hakuna system Kenya inafanya. Hizo courts. Courts are banged up with cases. Cases are staying for I don't know how many years. These individuals are not accountable for zero. Bora apata lawyer mzuri wezi wakubwa. Lakini mwizi mdogo wa kuku anafungiangwa within the next day. Kuku, kuiba kuku. Remember that guy who had stolen his own baby in Kenyatta because he couldn't afford to pay. I think, I don't know, it was 37,000 or 27, something like that. Akaiba mtoto, frustration. Amechangisha kule anaishi and he lives in a little ghetto place. Nobody gives more than 100 because that's all they have. It's 20 shillings, 50 shillings. Na imagine hiyo kijana within hours alikuwa ashafikishwa kotini. Na wana adabu wanamfunga. Na mtoto ni wake. Na wezi wanaiba millions, now it's become like an ordinary thing. Scandal after scandal, craziness after craziness. Wana drag makot. I tell you this. Niliona story ingine. I told you I'm at home, I've got a bad foot, so I'm not going to work. So all I've been doing is just watch news, chill out, because I can't walk outside, I can't walk, I can't drive, so I'm stuck. So all I'm doing is watch the news, updates from Kenya, and all that. Sasa juzi ilikuwa story ya Moi, the former president, God rest him, God bless him. Walinyang'anya mama mzee. I remember that case years ago, years. Ati hiyo case bado imekuwa courts. I think it was 1980 something or 90 something. It's still in court. It's back to court. It's now been, case has been reopened. Mama shamba linyang'anywa pim pim ping. Hiyo miaka yote. Imagine. Na siwalipe huyu mama pesa yake jamani. Na pesa wako na mabilioni ya pesa. Power in Kenya. Wale wako na waache kushinda kutuambia Kenya ni ya kila mtu. Na mimi ndio nashinda nikiambia watu siku za kuvote. Don't vote for tribes and these rich people. Vote for an ordinary young man. At least na yeye ajile. Hata kama ataiba kidogo. You try and make his name so you can be voted next time. Na yeye akikosa kufanya kitu, go home. Let's risk another one. You keep voting for these same individuals. Same individuals. Na wanaendanga, it's a cartel. They're all together. Whether one is on this party or the other party. It's a cartel of the same thieves playing different fields. But they're all together, they eat together, they protect each other. Situliona juzi Ruto wakiprotect Waititu. Waititu asiekelewe mambo. Na yeye ndio amepeleka makaratasi Senate. Na anamtetea mbele ya watu na ana adabu. These thieves have no shame.
mimi, I'm not going to rant so much today, but this is all too much. Wakenya wenzangu jameni, mshikane. Kenya has only 2 tribes. Let me tell you that for nothing. 2 tribes only Kenya has. The poor and the rich. Na ile siku Wakenya watarealize hivyo, ndivyo watajua. Hakuna ati tribes aga 40 what, hizo wanashinda wakiongezea, wanaongeza mpaka Wahindi. I don't care if Wahindi wameongezwa ama hawajaongezwa, they don't vote. Unless mtu wao mmoja anasimama somewhere. Other than that, they're not bothered. They've made the money. They don't care who becomes the president or not. Kenya has only 2 tribes. Waache kutupatia stories. 2 tribes only. And the 2 tribes, the 2 tribes, rich and poor. Think about that. Think about that, because I tell you, ile siku Kenya watarealize hivyo, ndivyo tutajua. It's the only time we'll be able to fight these thugs, these thieves. They are stealing with no shame. Imagine MP wanajiongezea mshahara wakijiita ati maskini. And already they have so much benefits. They have homes. They're given, I don't know how much allowance for their mortgages. You know? Bado wanataka kujiongezea pesa nyingi. Hawezi ishi na umaskini namna hiyo. Jamani. Let me make the bread for my son. I'll see you later. Thanks for watching. I'll be ranting a bit later. Anyway, thank you. Alright, bye-bye. Take care. God bless.